taratibu, tabasamu zimezima kwa machozi na majonzi, taratibu cha pole pole pole. Habari za wakati huu, mfuatiliaji wa Shilo TV popote pale ulipo, na kukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha simulizi. Mimi ni mtayarishaji wako Jacob Zakaria. Simulizi ya leo inaitwa Ndoto Iliyonyamazishwa. Katika kijiji kidogo cha Mlangoni aliishi kijana aliyeitwa Tobias. Alikuwa kijana mpole, mnyenyekevu na mwenye ndoto kubwa ya kuinua familia yake kutoka kwenye umaskini uliokuwa umewagandamiza kwa vizazi vingi. Tobias alikuwa katika familia ya watoto 6, akiwa ndiye wa kwanza kuzaliwa. Baba yao alikuwa mlevi wa kupindukia na mama yao aliugua mara kwa mara. Alipomaliza darasa la 7, alipata alama nzuri kabisa katika ufaulu wake wa mtihani wa taifa. Alijua maisha yalihitaji juhudi zaidi. Akaanza kuchota maji, kulima mashamba ya watu na kuuza karanga barabarani ili kusaidia mama yake apate matibabu na wadogo zake waweze kwenda kusoma shule. Kila jioni alikaa chini ya mti na kuandika ndoto zake. Nitakuwa daktari, nitainua familia yangu, nitajenga nyumba ya bati, mama atapumzika. Tobias alipata nafasi ya kujiunga na elimu ya sekondari, lakini alishindwa kwa sababu hakukuwa na ada ya kulipa shuleni. Alienda kwa viongozi mbalimbali, alienda kwa mwenyekiti wa kijiji kuomba msaada. Mwenyekiti wa kijiji alimwangalia akasema, wewe si mtoto wa yule mlevi, hauna maana kijana, huwezi kuwa chochote, huwezi kusoma ukafaulu. Hali ilizidi kuwa mbaya. Mama yake alilazwa na Tobias hakuwa na pesa ya kumnunulia hata panado. Siku moja aliuza redio ya familia yao kwa bei ya chini kabisa ili ampeleke mama yake hospitalini. Lakini aliporudi nyumbani, mama yake tayari alikuwa amefariki. Kifo cha mama kilimvunja moyo sana. Baba yake hakujali, aliendelea na ulevi kana kwamba hakuna kilichotokea pale nyumbani. Tobias alijitahidi kutunza wadogo zake, lakini kila siku hali ilizidi kuwa ngumu. Alijaribu kujiunga na jeshi, akakataliwa. Alikimbilia mjini kutafuta kazi, akalala kwenye makaratasi, akaosha magari, lakini hapakuwa na ajira ya maana. Ndoto zake zilibaki kwenye daftari lililochakaa lililokuwa ndani ya mfuko wake wa plastiki. Miaka ilipita. Tobias aliporudi kijijini, alikuwa kijana wa miaka 30, mwenye macho yaliyopoteza nuru ya matumaini. Wadogo zake tayari walikuwa wameshaacha shule. Baba alikuwa kitandani mgonjwa. Hakuna aliyejua alichopitia Tobias huko mjini. Siku moja mtoto mdogo wa jirani alikuta daftari la Tobias lililochakaa, akaanza kulisoma. Nitakuwa daktari, nitainua familia yangu. Mtoto huyo akamuuliza, Tobias, hivi hii kweli ilikuwa ni ndoto yako? Akatabasamu kwa uchungu. Ndiyo, ilikuwa ndoto yangu, lakini dunia hii si kila ndoto hupata nafasi ya kutimizwa. Ndoto zilizonyamazishwa ni simulizi ya maisha ya vijana wengi wanaojitahidi, lakini jamii, mazingira na hali duni huwakandamiza. Ni kilio cha wale waliotaka kufika mbali, lakini walikatwa mapema kwa mikono isiyoonekana. Wakati mwingine wanajitahidi, wana maono makubwa, lakini wapeleke wapi maono yao? Wamweleze nani hawakubali? Hapa ndipo akili inapofika mwisho, na vijana wanaona hakuna umuhimu kabisa wa kusoma. Hii ndio inaitwa ndoto iliyonyamazishwa. Mimi ni mtayarishaji wako Jacob Zakaria kutoka Shilo TV, Shilo Media Tanzania. Unaweza ukawasiliana nami kwa namba za simu 0621 213275 au 0787 8634
33. Shilo TV, popote tuko na wewe. Taratibu, ndoto zangu zimezima kwa machozi, nina majonzi. Taratibu, cha pole 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 pole. Taratibu, ndoto zangu zimezima kwa machozi ninayoficha usiku. Nyumbani kuna tena sauti ya mama, na baba amerudi na harufu ya pombe. Tulikuwa na ndoto za kwenda mbali, mimi na wadogo zangu tuliotokea darasani, lakini baadaye ikawa ndoto, na mama alilala bila chakula tumboni. Baba alirudi usiku akitweka kwa hasira, alisahau sisi ni watoto wake.